Unajua, watu wengi wanadhani faida pekee utakayoipata kwa kusoma vitabu ni kujua ambacho ulikuwa hukijui hapo kabla. Sasa hii ni sababu ya sahihi, lakini nadhani ikiwa ni sababu pekee inaweza ikakupelekea usifanye juhudi sana kwenye kusoma, kwa sababu kuna limit ya vitu unavyoweza kuvijua. Sasa ukishakubali kwamba bwana, siwezi nikajua kila kitu duniani, itafika mara utasema kwamba kwa nini nijisumbue kusoma kitabu hiki na kile. Sasa leo nataka nikupe sababu moja ya ziada, na nadhani hii ni ya msingi zaidi kuliko sababu ya kwanza. Hii sababu ya ziada ya leo ni kitu kinaitwa benchmarking. Benchmarking ni neno moja hili, na labda nitafsiri kwa kifupi kwanza. Benchmarking ni kitu gani? Benchmarking ni pale ambapo unakuwa na kitu cha ziada kwa ajili ya kulinganisha, ili uone wewe uko mbele, uko nyuma. Sijui kama unanielewa. Labda kwa mfano unataka kuanzisha project fulani, labda hata project ya usafi. Benchmarking ni kwenda sehemu nyingine ambako kuna project ya kufanya usafi na wamekuwa wanafanya kwa muda fulani. Unafika kuona wao wamefanyaje, kwa ubora gani, halafu wewe unarudi kwako kuanza utendaji ukiwa na reference, ukiwa na sehemu ambako umeshaona utendaji unafanyika. Hiyo ndio inaitwa benchmarking. Sasa faida unayoipata kwenye usomaji wa vitabu, kwanza ni kuweza kujua watu wengine wamefika wapi katika viwango vyao, viwe ni vya teknolojia, viwe ni vya ufahamu, viwe ni katika maarifa mengine mbalimbali, wamefika kiwango gani. Ukishajua wamefika kiwango gani, basi ni nafasi nzuri ya kuanza kujipima na wewe yani wewe uko wapi ukilinganisha na wao. Na uzuri wa benchmarking ni sehemu nzuri ya kuongeza sana kitu inaitwa imani pamoja na spirit, ari. Kwa mantiki hii hapa, kama kwa mfano ukiangalia Marekani ambako imefika kimaendeleo ukilinganisha na Tanzania, ni vitu vile tofauti. Kwa hiyo ukiweza kusoma kitabu kilichoandikwa na Marekani, namna walivyopitia mpaka kufika walivyo leo katika level za teknolojia, ni rahisi kusema ala, kama kila kilichoelezewa hapa kwenye kitabu ndicho kimesababisha wamefika pale, maana yake sisi tunaweza tukafika pale, kwa sababu walichoelezea kwenye kitabu ni vitu ambavyo hata sisi tunavijua. Kwa sababu wako watu wengi sana wana maarifa, wana ujuzi, lakini hawachukui hatua, si kwa sababu tu ni wavivu, ama si tu ni kwa sababu labda hawataki, lakini hawana imani kama inawezekana. Na kitu pekee kitakachowapa imani ni kuona mtu mwingine alikuwa na ufahamu kama wao akafanya ikafanikiwa. Hii inakuwa ni sababu ya wao pia kuchukua hatua. Sijui kama unanisoma. Kwa hiyo ukishaanza usomaji wa vitabu, umeanza kusoma kama sasa hivi tunasoma kuhusiana na mambo ya hisa, ukapitia kila kitabu ukaja kuona yote anayoelezea Mr. Busara hata mimi nayafahamu. Sasa utafika mahali pa kujiuliza, kama Mr. Busara kile anachokifahamu ni kile ambacho mimi nakifahamu, je, mafanikio yalivyofikiwa na Mr. Busara naweza kuyafikia? Sijui unanielewa. Hiyo ndio pointi yangu kubwa. Kwamba unafika unafanya benchmarking, na hii benchmarking inakuwezesha kuweza kupiga hatua kama wale ambao wanakuinspire kupitia uandishi wa vitabu. Na kwa nchi kubwa kama Marekani na sehemu nyingine, kulingana na social media, tunaambiwa wanasoma vitabu vilivyoandikwa na Wachina, wanasoma vitabu vilivyoandikwa na Warusi. Hata kama watu havichukulisi ile kwamba ni vinatoa siri, lakini vinawapa picha kukoje huko. Hata kama wamedanganya fulani, lazima kuna dots fulani ambazo ukiziconnect unapata pattern kabisa ya eneo fulani. Kwa hiyo hii nikasema niweze kukusanua leo kwamba faida iko kubwa zaidi ya kujua zaidi ambacho ulikuwa ukijua unaposoma kitabu. Ila ni sehemu nzuri ya kufanya benchmarking. Benchmarking inakufanya unaongezeka imani, ambayo imani ndio chanzo cha kupiga hatua kubwa, au sio? Basi mimi nikutakie mafanikio katika usomaji wako.